Makundi ya wanajeshi wa Madagascar yamekaidi amri ya serikali na kuungana na maelfu ya waandamanaji wanaoipinga serikali waliokusanyika katika mji mkuu wa Antananarivo, huku maandamano dhidi ya utawala wa Rais Andry Rajoelina yakizidi kushika kasi. Waandamanaji wanaoongozwa na vijana waliingia katika uwanja wa Mei 13 mjini humo siku ya Jumamosi kwa mara ya kwanza katika moja ya mikusanyiko mikubwa zaidi tangu harakati za maandamano yaliyopewa jina la maandamano ya kizazi cha Gen Z. Ofisi ya Rais wa Madagascar imesema jaribio la kunyakua mamlaka kinyume cha sheria na kwa nguvu limekuwa likiendelea katika taifa hilo bila kutoa maelezo zaidi, siku moja baada ya baadhi ya wanajeshi kujiunga na vuguvugu la maandamano lililoanza tangu mwezi Septemba. Katika taarifa yake kwenye akaunti rasmi ya mtandao wa kijamii, ofisi ya Rais Rajoelina imesema inalaani vikali majaribio ya kuyumbisha nchi na kuvitaka vikosi vyote kusimama pamoja kutetea utaratibu wa kikatiba na uhuru wa kitaifa, sambamba na kuhimiza mazungumzo ili kutatua mgogoro huo. Wanajeshi kutoka kitengo cha Capsat ambao walimsaidia Rais Andry Rajoelina kunyakua mamlaka katika mapinduzi ya mwaka 2009 waliwataka wanajeshi wenzao kutotii amri na kuunga mkono maandamano yaliyoongozwa na vijana ambayo yalianza Septemba 25 na kuleta changamoto kubwa zaidi kwa utawala wa Rajoelina tangu kuchaguliwa tena mnamo mwaka 2023. Video iliyosambazwa na vyombo vya habari vya eneo hilo ilionyesha kwamba makumi ya wanajeshi waliondoka kwenye kambi zao baadaye Jumamosi ili kuwasindikiza maelfu ya waandamanaji kwenye uwanja wa Mei 13 huko Antananarivo. Maandamano hayo yaliyoanza kutokana na uhaba wa maji na umeme hivi sasa yamezidi kupamba moto, huku waandamanaji wakimtaka Rajoelina aondoke madarakani, kuomba radhi kwa ghasia dhidi ya waandamanaji na kuvunja seneti na tume ya uchaguzi. Kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Mataifa, takribani watu 22 wanadaiwa kuuawa na wengine 100 kujeruhiwa katika machafuko hayo tangu mwezi Septemba, ingawa serikali ya Madagascar imepinga takwimu hizo, huku Rajoelina akisema mwezi huu wa Oktoba watu 12 pekee wameuawa katika maandamano hayo.